Shiriki sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump asisitiza kwamba Iran inashiriki katika mazungumzo ya amani, akidokeza kuwa kukanusha kwa Tehran kunatokana na hofu ya wajumbe wake wa majadiliano kuuawa. Mahakama Kuu Kisumu nchini Kenya atoa hukumu ya kihistoria kwa kuamuru waathiriwa wa ukatili wa polisi kulipwa zaidi ya shilingi milioni 38. Sasa unataka kuonesha kwamba nake unatetea haki, lakini hii haki ambao wao wanataka kuifanya ni makosa, kwa sababu usiangalia ridhaa za kulipa wale waliouliwa, na wale walioua pia wala wachukuliwe hatua, wapelekwe kotini. Na leo tunadadisi mazungumzo yanayodai Rais wa Marekani kuhusu mzozo kati yake na Iran ni ya kweli ya kutafuta amani au ni mbinu ya kisiasa za kujijengea nguvu na ushawishi wa kimataifa? Bado imekuwa mambo hayaeleweki kabisa, kwa sababu tumekuwa na kauli ambazo zinabadilika sana, hasa zinazotoka kwa Donald Trump. Ni kutoka kuzungumza kuwa ametoka kwenye mazungumzo bora kabisa na Iran, lakini hapo hapo tunapata taarifa kuwa Marekani inaandaa kupeleka vikosi ndani ya Irani. Kwanza muktasari wa habari za dunia na Victor Kenani. Shukran Martha. Rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kuwa Iran inashiriki katika mazungumzo ya amani na ina shauku kubwa ya kufikia makubaliano ya kumaliza vita vilivyoanzishwa na Israel na Marekani mwezi uliopita. Hata hivyo, Iran imekanusha vikali madai hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran alisema jana Jumatano kwamba Marekani imetuma ujumbe wenye mapendekezo mbalimbali, lakini hakuna mazungumzo yote yaliyofanyika. Abbas Aragashi amesema hatua ya Washington kuzungumzia mazungumzo na kuacha kudai kujisalimisha bila masharti ni ishara ya kukiri kushindwa. Aliongeza kuwa Tehran inataka vita hivyo vikome kwa masharti yake, ikiwemo hakikisho kuwa Marekani na Israel hazitashambulia tena, pamoja na fidia kwa uharibifu uliowapata wa Iran. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameidhinisha majeshi ya nchi hiyo kupanda na kuzishikilia meli za mafuta za Urusi zitakazoingia katika maji ya Uingereza. Urusi inatuhumiwa kuendesha kile kinachoitwa msafara kivuli wa meli zisizobeba bendera halali ya taifa ili kukwepa vikwazo vya mafuta na kusaidia kufadhili vita vyake nchini Ukraine. Bwana Starmer amesema idhini hiyo ya kupanda meli hizo itadhoofisha mashine ya vita ya Putin kwa kuinyima faida chafu zinazofadhili kampeni yake ya kikatili. Mwezi uliopita, afisa mwandamizi wa Urusi alisema kuwa Moscow inaweza kupeleka jeshi lake la majini kulinda meli zake zozote dhidi ya kukamatwa. Jeshi la Marekani limeishambulia boti inayodaiwa kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya katika eneo la Caribbean na kuwaua watu 4. Zaidi na Esther Luambano. Katika ujumbe uliotumwa kupitia mitandao ya kijamii, kamandi ya kusini ya Marekani ilisema chombo hicho kilikuwa kinapita katika njia inayojulikana kwa usafirishaji haramu na kuwataja waliouawa kama magaidi wa dawa za kulevya. Tangu Septemba mwaka 2025, utawala wa Trump umefanya mashambulizi kadhaa ya mauaji dhidi ya boti zinazodaiwa kubeba dawa za kulevya katika eneo la Caribbean na Pasifiki ya Mashariki na kuwaua zaidi ya watu 150. Hata hivyo, ushahidi mdogo umetolewa kuunga mkono madai hayo. Makundi ya kutetea haki za binadamu pamoja na baadhi ya wataalamu wanasema mashambulizi hayo yanachukuliwa kuwa ni mauaji ya kiholela yasiyofuata taratibu za kisheria. Na katika uamuzi wa kihistoria, jopo la majaji katika jimbo la California huko Marekani limezikuta kampuni kubwa za teknolojia za Google na Meta kuwa na hatia ya kudhuru afya ya akili ya mwanamke kijana kwa kubuni majukwaa ya mitandao ya kijamii yenye uraibu wa makusudi. Majaji hao wamempa mwanamke huyo fidia ya jumla ya dola za Marekani milioni 6 kufuatia uraibu aliyoupata utotoni kutokana na matumizi ya Instagram na YouTube. Wakili wake amesema uamuzi huo ni ujumbe kwa sekta nzima kwamba wakati wa uwajibikaji umefika. Uamuzi huo unatazamwa kusimamisha mashauri mengine ya aina hiyo. Kwa upande wao, Meta na Google zimesema kila mmoja kivyake kuwa hazikubaliani na uamuzi huo na zitakata rufaa. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Victor Kenani. Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Classic FM Tanzania, Zenji FM visiwani Zanzibar, Nyota FM nchini Kenya, Voice of Busoga Uganda na Radio Muungano Beni huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili.
Mimi ni Martha Saranga. Rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kwamba Iran inashiriki katika mazungumzo ya amani, akidokeza kuwa kukanusha kwa Tehran kunatokana na hofu ya wajumbe wa jopo lao la majadiliano kuuawa. Tunashinda kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa. Hakuna aliyewahi kuona tunachofanya Mashariki ya Kati dhidi ya Iran. Wanajadiliana na wanataka sana kufikia makubaliano, lakini wanaogopa kusema kwa sababu wanaamini wanaweza kuuawa na watu wao wenyewe. Pia wanaogopa kwamba sisi tunaweza kuwaua. Kauli za kiongozi huyo wa Marekani zilikuja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi kusema kuwa hatuna nia ya kujadiliana. Trump alirudia madai yake kwamba Iran inaharibiwa vibaya katika mzozo huu ambao sasa umeingia juma la 4, licha ya ukweli kwamba Tehran bado inadhibiti kwa kiasi kikubwa njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta katika mlango bahari wa Hormuz. Ikulu ya Marekani ilisema mapema kuwa Trump iko tayari kuachia moto wa jehanamu iwapo Iran haitakubali kushindwa, huku ikiendelea kusisitiza kwamba Tehran bado inashiriki katika mazungumzo. Trump pia anapeleka maelfu ya wanajeshi wa anga na wanamaji wa ziada katika eneo la Ghuba, katikati ya tetesi kwamba anaweza kuamuru uvamizi wa nchi kavu ili ama kudhibiti mali za mafuta za Iran katika Ghuba au kulinda mlango bahari wa Hormuz. Wakati huo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameiambia Marekani na Israel kuwa ni wakati wa kumaliza vita hivyo, na ameisihi Iran kusitisha mashambulizi dhidi ya nchi jirani. The war is out of control. Vita hivyo vimeanza kuonekana kuwa vinadhibitika kwa shida. Dunia inakabiliwa na hatari ya kupanuka kwa vita, ongezeko la mateso ya kibinadamu, pamoja na mshtuko mkubwa zaidi wa uchumi wa kimataifa. And a deeper global economic shock. Sasa kufahamu zaidi kuhusu maisha yalivyo Mashariki ya Kati kwa raia wa Afrika, awali mwenzangu Hamida Abubakar alizungumza na mfanyabiashara Joan Mwende, raia wa Kenya ambaye amekuwa akiishi na kufanya kazi Dubai kwa muda wa miaka 6 sasa. Nilikuja Dubai miaka 6 iliyopita. Nilikuja kama nimeandikwa kwa kampuni, one of the multinationals here. Alafu baada ya kutoka nikaanzisha biashara 2. Kwa sasa kipi kinachoendelea huko Dubai? Ukiangalia nje unaona watu wanaenda kazini, wengine kuna traffic kwa barabara, biashara zinafunguliwa, lakini ndani yake wanabiashara wengi wanapitia changamoto kubwa. Sasa kwanza wiki hii watoto hawakufungua shule, kwa hivyo sasa kama mimi kama mama nakaa ndani ya nyumba nisomeshe mtoto. Hizo mlipuko tunazisikia, lakini kwa simu tunashinda tukipata hizo alert. Unasimama kidogo alafu wanatuma 2. Moja ya kutuambia kaeni nyumbani, fungeni madirisha, alafu ya pili ya kutuambia asanteni, sasa mnaweza endelea na shughuli zenu za kawaida. Naam. Wakati raia wa nchi zingine wakiamua kuondoka eneo hilo, wewe umeamua kubaki. Nini kimekufanya ufanye uamuzi huu? Tulikuja huku miaka 6 zilizopita tukijua angalau huku tulipata kazi. Nilitafuta kazi sana nyumbani, lakini hapo kwa kazi sikuweza kupata kazi yenye ilikuwa kama yenye nilipata huku. Niliwekeza pesa, nikaweka wakati wangu, ndoto zangu, niseme sawa, wacha nianzishe salon na marafiki wangu wenzangu wa Kenya bado. Nikatafuta watu pia wa mama bado wanipe mkopo nifungue salon. Kwa hivyo kuondoka si uamuzi mwepesi. Juu tuko na wafanyikazi wa mama, tumewapatia kazi kutoka nyumbani wakakuja, na hii salon naisema tumefungua miezi michache tu. So kwa hivyo tunakaa tu tukisema sasa hizi vitu tumeshikilia hivi, wenye wamenipatia mkopo tutafanya nini? Serikali ya eneo hilo imefanya nini ili kuweza kuwasaidia watu wa mataifa mengine ili kuweza kujikimu katika hali ambayo inaendelea kwa sasa? Wametupatia makaratasi, tumefungua mabiashara. Kwanza sasa hii juu biashara yetu ni ndogo, bado hatujafika hata kwa kulipa hiyo tax, ushuru. So wametupatia hiyo relief, na watu bado wanaendelea kukuja tu kwa biashara, wale kidogo tu wamebaki kuishi huku. Hiyo inatupatia confidence tu ya kwamba wanatulinda, wanatuangalia. Na unaona imekuwa vita kwa wiki mingi, si 2-3 sasa tunaendelea, bado tujasikia wenye wameathirika, yani ile tunasema sasa tumeanza kuogopa, tunataka kutoka. Joan Mwende akikamilisha mazungumzo na Hamida Abubakar.
ya Mahakama Kuu mjini Kisumu inayotoa zaidi ya shilingi za Kenya milioni 38 kwa waathiriwa wa ukatili wa polisi imeelezwa kuwa kihistoria, huku ikitarajiwa kubadili mwelekeo wa uwajibikaji wa vyombo vya usalama nchini Kenya. Uamuzi huo unahusishwa na matukio ya maandamano ya mwaka 2023 ambapo familia za waliopoteza wapendwa wao pamoja na manusura sasa wanapata ahueni ya haki, hatua inayochukuliwa kama ishara muhimu katika vita dhidi ya mauaji ya kiholela na matumizi mabaya ya nguvu. Kwa nini uamuzi huu ni tofauti na kesi nyingine za ukatili wa polisi ambazo zimewahi kushuhudiwa hapo awali? Nimezungumza na mwanaharakati wa haki za binadamu Helef Khalifa kutoka shirika la kutetea haki za binadamu Muhuri. Hakika huu uamuzi una lengo la kisiasa. Kwa nini wasema hivyo? Sababu jambo la kwanza, wamechukua muda mrefu sana, na sasa wajua mwakani ni uchaguzi. Sasa wanataka kuonesha kwamba nake unatetea haki, lakini hii haki ambao wao wanataka kuifanya ni makosa, kwa sababu usiangalia ridhaa za kulipa wale waliouliwa, na wale waleua pia wachukuliwe hatua, wapeleke kotini. Maanake hizi pesa ambazo serikali inataka kuwapa si pesa zao zatoka mifukoni, hizi ni taksi ambazo wananchi walipa. Ushafahamu? Sasa kwa sisi ni jambo zuri ambao wamefanya, lakini tuangalie na wale waliopiga risasi lazima wachukue hatua ya kisheria. Jaji Mabea alibaini kuwa baadhi ya waathiriwa walishambuliwa wakiwa ndani ya nyumba zao na wengine hawakuwa hata kwenye maandamano. Uamuzi huu unatoa taswira gani kuhusu nidhamu ndani ya jeshi la polisi na ukiukaji wa haki za kimsingi? Hakika hakuna sababu yoyote ambayo polisi atachukua risasi, bunduki, ampiga mtu risasi kumuua au kumuumiza. Hakuna sheria hiyo. Polisi wanaweza kuwa pale maisha yao au maisha ya Wakenya raia iko katika hatari. Pengine ameshika bunduki, ametoka benki, anaua nini, pale inaweza kuua. Hakuna njia yoyote, maandamano hata kama amerushajiwa, amevunja pahali au nini, hawapaswi kutumia risasi na kuua. Upande wa serikali ulipinga uamuzi huo na kujitetea kwamba kesi hiyo ilikuwa ni mapema mno kwa sababu mashirika kama IPOA ilikuwa bado yanachunguza. Mahakama ilikataa hoja hiyo. Je, hili linafungua mlango gani kwa Wakenya wanaohisi kuwa uchunguzi wa polisi uchukua muda mrefu bila matokeo? Sasa kwa hivyo mashirika ambayo yamekwenda kotini na mahakama imetoa amri hiyo, mimi nafikiri ni jambo zuri, maanake itafungua sasa kwa kila mtu ambaye amedhulumiwa arudi kotini ili apate haki zao. Hili ni jambo zuri sana wamefanya, lakini kisisi haitoshi, wapate ridhaa na wale waliofanya wachukuliwe hatia. Kiasi cha shilingi milioni 38 kimetolewa kwa waathiriwa. Unadhani kulipwa pesa hizi ambazo mara nyingi hutoka kwa walipa ushuru kunatosha kuleta wajibikaji? Na kwa uzoefu wako na kesi hizi za kutaka fidia kwa waathiriwa, watapata hela hizi kweli? Madamu mahakama ishatoa, na ikiwa hizi pesa hazitoki, basi wanaweza tena kurudi kotini wakamshtaki treasury, wakamshtaki kwa nini hizi pesa hazikutoka. Maana sheria ziko, madamu watu watazifuata, sheria zipo, na kutoa lazima watazitoa. Moja kwa moja tunaelekea viwanjani kwa Florian Kaijage. Asante sana Martha. Tuanzie barani Afrika katika michezo ya mkondo wa kwanza ya hatua ya awali ya harakati za kufuzu kwa fainali za mataifa ya Afrika